Bana, SNS walimuuliza Harmonize kuhusu uhusiano wake na Kajala, lakini pia kikubwa zaidi walikiongelea pale ilikuwa ni swala zima la video iliyokuwa inasambaa mitandaoni ikiwa inaonyesha Kajala na Harmonize wakiwa wanakumbatiana kwenye uwanja. Sasa video hiyo basi amejaribu kuiongelea na kusema kwamba yeye mwenyewe binafsi alikuwa anatamani sana kumkumbatia Kajala katika siku ile. Kwa hiyo Juma Lokole ni kama tu alifanya kurahisisha jambo lake na mwisho wa siku akafanikiwa kwa nafasi fulani. Lakini pia anasema kwamba yeye pamoja na Kajala kuna mengi ambayo ameweza kuyapitia, pamoja na yote ambayo waliweza kupitia katika kipindi cha nyuma. Basi kwa kipindi hichi hapa yeye kwa upande wake anatamani pia kumfanyia jambo ambalo ni la kipekee sana. Atafanya jambo kwa ajili ya maisha yake. Itategemea kwamba aidha ameolewa au hajaolewa. Yeye hapo hivi atafanya jambo hilo kwa matakwa yake, kwamba angalau basi amfurahishe moyo wake yale ambayo alikuwa ametokea katika kipindi cha nyuma. Basi Mwenyezi Mungu amsamehe sana, kwa sababu kuna mengi ambayo unaweza kupitia. Kwa sababu kwa upande wa Harmonize anasema kwamba kuna mengi ambayo mimi hapa nimeweza kumharibia. Yani kuna vitu ambavyo nimefanya damage kubwa sana katika maisha yake, nimpotezea muda wake, mambo mengine kibao. Lakini pia kwa upande wangu mimi hapa ndo udogo ulikuwa unasababisha kwamba nilikuwa ni kijana mdogo na influence ya washikaji na nini mwisho wa siku yale ambayo nilikuwa ninayatenda yakawa kama vile yanamharibia maisha yake Kajala Masanja. Kwa hiyo Harmonize kwa upande wake amesema kwamba kabla basi Mwenyezi Mungu tu akimbariki chochote kile, Kajala awe ameolewa au hajaolewa, atafanya jambo kwa ajili ya maisha yake. Yani jambo ambalo litakuwa ni kubwa na litakalomfurahisha Kajala. Kwa hiyo itategemeana kwamba yeye kwa upande wake hatuhitaji kwamba kurudiana, bali atahitaji tu kumfurahisha kwa siku hiyo na katika siku za usoni, ili tu mambo mengine yaweze kufuata, kwa sababu ni binadamu na wanaishi katika hali ya kibinadamu. Kwa hiyo anaomba tu wasameheane. Lakini pia amegusia swala la kwake mtoto wake Kajala. Je, wanaongea au hawaongei? Kwa hiyo Harmonize anasema kwamba mara chache sana wameweza kukutana. Ile pale inawezekana hata baada ya miaka kadhaa, ile pale ni mara ya pili baada ya kuonana. Lakini pia anaamini kwamba watasameheana. Kwa hiyo wote ni binadamu na ipo siku na yeye pia ni mama na atakuwa akishakuwa basi anamwombea tu mambo mazuri katika siku za usoni, kwamba aendelee kuishi vizuri na familia yake. Naamini kwamba yeye mwenyewe binafsi mtoto huyu ambaye ni wa Kajala, yani Paula, atamsamehe kwa yale ambayo alikuwa ametokea, kwa sababu hata yeye Harmonize anajutia kwa yale ambayo alikuwa ametokea. Basi Mr. Kwa na lazima kwa muda huu. Hii ni Harmonize News. Bye bye for now.